neno lake halitapita kamwe, litadumu milele na milele. Dunia hii ya shida itapita, yote tunayoona yatapita, lakini neno lake halitapita kamwe, litadumu milele na milele. Nitalisoma neno lako Bwana, asubuhi, mchana, hata jioni. Linanipa nguvu ya kushinda dhambi, naipenda Biblia, taa ya miguu yangu. Nitalisoma neno lako Bwana, asubuhi, mchana, hata jioni. Linanipa nguvu ya kushinda dhambi, naipenda Biblia, taa ya miguu yangu. Natamani kuchunguza kila wakati, kama Waberoya walivyofanya. Ninamuona Mungu kupitia Biblia. Njoo rafiki, tujifunze Biblia. Natamani kuchunguza kila wakati, kama Waberoya walivyofanya. Ninamuona Mungu kupitia Biblia. Njoo rafiki, tujifunze Biblia. Nitalisoma neno lako Bwana, asubuhi, mchana, hata jioni. Linanipa nguvu ya kushinda dhambi, naipenda Biblia, taa ya miguu yangu. Nitalisoma neno lako Bwana, asubuhi, mchana, hata jioni. Linanipa nguvu ya kushinda dhambi, naipenda Biblia, taa ya miguu yangu. Nitalisoma neno lako Bwana, asubuhi, mchana, hata jioni. Linanipa nguvu ya kushinda dhambi, naipenda Biblia, taa ya miguu yangu. Nitalisoma neno lako Bwana, asubuhi, mchana, hata jioni. Linanipa nguvu ya kushinda dhambi, naipenda Biblia, taa ya miguu yangu.
na siku hiyo yaja, ni siku ya kutisha. Wale wote waliomkataa Bwana watalia sana, wakiomboleza wakisema, Bwana tuhurumie, tumekutenda dhambi. Wakisema, Bwana tuhurumie, tumekutenda dhambi. Sio mbali atakuja kuhukumu dunia. Jiandae, uwe tayari kwenda naye Yesu mbinguni. Sio mbali atakuja kuhukumu dunia. Jiandae, uwe tayari kwenda naye Yesu mbinguni. Wateule kwao ni furaha, waovu ni huzuni kubwa. Itakuwa siku ya kutisha, kila wazo nalo tendo litaletwa mbele ya hukumu. Utakuwa upande gani ili kukabili hukumu? Utakuwa upande gani ili kukabili hukumu? Sio mbali atakuja kuhukumu dunia. Jiandae, uwe tayari kwenda naye Yesu mbinguni. Sio mbali atakuja kuhukumu dunia. Jiandae, uwe tayari kwenda naye Yesu mbinguni. Sio mbali atakuja kuhukumu dunia. Jiandae, uwe tayari kwenda naye Yesu mbinguni. Jiandae, uwe tayari kwenda naye Yesu mbinguni.
Habari za saizi. Naomba Sebastian na timu yako, watu wote wako kwenye mahema watoke. Kila mtu aje huku kwenye ibada. Ni muda wa vipindi. Naomba watu wote wako kwenye mahema mtoke muje huku. Sebastian na timu yako watoe watu huku. Hatutaki kuwaona watu kwenye mahema. Kila mtu aelekee huku. Mungu awabariki. Majina yangu na yako ndugu yameandikwaje kwenye vitabu vya mbinguni? Yako kwa watakatifu au kwa dhambi? Ndivyo yalivyoandikwa huko juu. Wajibu wako na mimi tupate kuelewa, tutasimama wapi siku ya mwisho? Bwana atarudi kuchukua wale walio wateule wake. Bwana nisaidie, jina langu liandikwe kwenye kitabu kitakatifu. Siku utaporudi nifurahi nawe kama mshindi wa duniani. Naomba unikumbushe ninapokosea, niweze kurekebisha njia zangu, niwe mkamilifu siku zote mpaka siku utakaporudi. Bwana nisaidie, jina langu liandikwe kwenye kitabu kitakatifu. Siku utaporudi nifurahi nawe kama mshindi wa duniani. Naomba unikumbushe ninapokosea, niweze kurekebisha njia zangu, niwe mkamilifu siku zote mpaka siku utakaporudi.
Wengi wetu leo hii tunayo furaha moyoni, majina yetu yanapoandikwa kwenye vitabu vya waumini wa kanisa au vitabu vya jumuiya. Twaona ni fahari machoni pa wanadamu, kumbe chukizo mbele za Mungu. Leo tubadilike, turudi kwa Bwana, atusamehe, tuandikwe kwake. Bwana nisaidie, jina langu liandikwe kwenye kitabu kitakatifu. Siku utaporudi nifurahi nawe kama mshindi wa dunia hii. Naomba unikumbushe ninapokosea, niweze rekebisha njia zangu, niwe mkamilifu siku zote mpaka siku utakaporudi. Bwana nisaidie, jina langu liandikwe kwenye kitabu kitakatifu. Siku utaporudi nifurahi nawe kama mshindi wa dunia. Naomba unikumbushe ninapokosea, niweze rekebisha njia zangu, niwe mkamilifu siku zote mpaka siku utakaporudi. Bwana nisaidie, jina langu liandikwe kwenye kitabu kitakatifu. Siku utaporudi nifurahi nawe kama mshindi wa dunia. Naomba unikumbushe ninapokosea, niweze rekebisha njia zangu, niwe mkamilifu siku zote mpaka siku utakaporudi.
nifundishe kukupenda niwe kama ulivyo, niwainue wengine kwa nguvu toka kwako. Nifundishe kukupenda Bwana, takufuata. Nisihukumu wengine, mimi ni mdhambi, moyoni ni mdhaifu, watu hawanioni. Nisihukumu wengine, Bwana, takufuata. Niwajali na wengine, nijifunze huruma, walojeruhiwa mioyo wapate pumziko. Niwajali na wengine, Bwana, takufuata. Niwapende na wengine jinsi unipendavyo. Wewe unitia nguvu, mimi mjoli wako. Niwapende na wengine, Bwana, takufuata, fuata, fuata. Niwapende na wengine, Bwana, takufuata. Makambi mtaa wa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Mungu awabariki sana. Basi wasaa huu nichukue fursa hii kuwashukuru wote ambao mnatufuatilia kwenye social media za Mzizima, na kwa kweli bila shaka tunaendelea kubarikiwa. Na wasaa huu tutafikia hitimisho kwa kipindi cha kwanza hiki cha uimbaji, na tutaweza kuendelea na vipindi vingine ambavyo viko mbele yetu. Dada Pendaeli ataenda kutujuza nini kitakachojiri hapo baadaye. Dada Pendaeli, karibu sana.
Kwa mchana huu tutaendelea na kipindi kingine kizuri kabisa ambacho ni kipindi cha mafundisho makuu, na mchungaji atasimama atatubariki kwa mchana huu. Na kabla ya mchungaji tutakuwa na Elda atatupatia ombi kwa ajili ya kumkaribisha mchungaji, na mchungaji huyo si mwingine bali ni Pastor Elisha Zilihenda. Kama hujashiba huwezi kulitamka hili jina. Mungu akubariki sana. Karibu tubarikiwe kwa mafundisho makuu. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Chukue muda huu kabla sijamkaribisha mchungaji tuombe. Our gracious Heavenly Father, it is yet another time, O Jehovah, that we are coming before your throne of grace. We are progressing with our camp meeting, where we are looking forward, dear Lord, to your abundant blessings. We pray, dear Lord, that you open our hearts and minds so that we can assimilate what the pastor, or your speaker, is going to speak to us about. We pray, dear Lord, that you give him the words that will edify our souls. And we also ask you, dear Lord, to lead us. Let our learnings, dear Jehovah, be learnings that will keep for the rest of our lives, and also give us the courage to impart that to other people whom we interact with. Dear Jehovah, be with us. Bless your speaker, and we ask, dear Lord, that you keep us attentive. Be with us as we go into this session, and we ask for your blessings. All this we are praying in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Karibu Pastor. Makambi mtaa wa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ninamshukuru Mungu sana kusimama mbele yenu katika kipindi ambacho kilichotambulishwa muda mfupi uliopita. Lakini ninamshukuru sana Elda limetuletea ombi. Kasema kumbe Mzizima na Kiingereza kinatembea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo pia ninawashukuru kwa namna ambavyo mlivyoketi kwa utulivu. Lakini pia ninashukuru kwa namna ambavyo mlivyopanga vitu. Inaonekana ni watu ambao wako makini kweli kweli. Mungu awabariki. Kila siku katika juma hili la makambi, takuwa nasimamia kipindi cha mafundisho makuu. Na fundisho makuu katika makambi yetu ya mwaka 2026 tutakuwa tunatembea na imani ya msingi namba 25. Na kwa sababu hiyo nisiweze kujiaminisha kwamba wote tuliopo hapa tunafahamu. Naomba kujiridhisha kuuliza, wangapi wanafahamu imani ya msingi nambari 25? Kabla ya hapo niulize kanisa letu la Waadventista wa Sabato, imani za msingi ziko ngapi? Okay, asante. Vizuri, 28. Na tuko na anza hapo, tuna mafundisho makuu mangapi? Wow. Darasa hili ni zuri. Mbarikiwe sana. Fundisho la kwanza, fundisho kuhusu Mungu.
Asante. Fundisho la pili, fundisho kuhusu mwanadamu. Asante. Fundisho la tatu, naona kama sauti zimepungua kidogo. Fundisho kuhusu, asante. Fundisho la nne, fundisho kuhusu kanisa. Fundisho la tano, yaani mmeishia hapo. Fundisho la tano, kuna mwenendo wa Mkristo, kuna maisha ya Mkristo. Nielewe nini sasa? Mwenendo wa Mkristo. Na fundisho la mwisho, kufundisho kuhusu matukio ya siku za mwisho. Sasa unaweza ukatumia kitu simple sana katika tutakapokuwa tunaenda, ili tutaenda taratibu ili tuweze kuelewana. Fundisho la kwanza kwenye akili yako tu unaweza ukaweka hivi. Fundisho la kwanza ukaweka fundisho kuhusu Mungu. Nisiwasumbue pastors hapa. Sisi tuliopo hapa pastors nyetu mnaweza mkatulia. Haya, fundisho la kwanza ni fundisho kuhusu Mungu. Fanya hivi sasa. Fundisho la kwanza ni fundisho kuhusu. Fundisho la pili ni fundisho kuhusu wanadamu. Fanya hivi. Kuhusu wanadamu. Fundisho la tatu ni fundisho kuhusu wokovu. Hebu tufanye tu hivi, wokovu. Fundisho la nne ni fundisho kuhusu kanisa. Fanya hivi. Watu wa sign language wanaweza wakaelewa vizuri. Fundisho la tatu ni fundisho kuhusu nini? Kanisa. Fundisho la nne ni fundisho kuhusu nini tumesema? Safi kabisa. Turudie. Fundisho la kwanza ni fundisho kuhusu nani? Safi kabisa. Kumbe tuko pamoja. Fundisho la pili ni fundisho kuhusu? Wow, safi kabisa. Fundisho la tatu ni fundisho kuhusu? Fundisho la nne ni fundisho kuhusu nini? Wow, safi kabisa. Fundisho kuhusu kanisa. Fundisho linalofuata la ngapi? La tano, kuhusu nini? Mwenendo wa Mkristo. Sasa katika mwenendo wa Mkristo unaweza tukafanya hivi. Kuhusu mwenendo wa Kristo. Na fundisho la sita linahusu nini? Matukio ya siku za mwisho. Sasa tuelewane hivi. Nikimbie haraka haraka kwa sababu tupo katika utangulizi. Fundisho namba 1 linabeba imani za msingi namba 1 mpaka namba 5. Imani ya msingi namba 1 ambayo inapatikana katika fundisho la kuhusu Mungu ni maandiko matakatifu. Imani namba 2 inazungumzia katika habari ya uungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya msingi namba 3 inazungumzia habari ya Mungu. Usije ukaenda mbali zaidi. Twende tu taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya msingi namba 3 inahusu Mungu Baba. Namba 4 Mungu Mwana. Na namba 5 ni Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake kuanzia imani ya msingi namba 1 mpaka imani ya msingi namba 5 unapata katika fundisho lile namba 1 ambalo linalohusu nini? Kuhusu Mungu. Lakini
fundisho namba 2 linalohusu nani? Linalohusu mwanadamu lenyewe linabeba imani ya msingi namba 6 na imani ya msingi namba ngapi? Kwa hiyo kuhusu mwanadamu hapo kuna imani ya msingi 2 ambayo ni namba 6 na namba 7. Namba 6 katika fundisho hilo inazungumzia kitu gani? Uumbaji. Namba 6. Na namba 7 asili ya mwanadamu. Mpaka hapo tuko vizuri. Sasa fundisho ambalo linalofuata ni fundisho namba ngapi? Namba 3, ambalo linahusu nini wapendwa? Linahusu wokovu. Na katika fundisho hili ambalo linalohusu wokovu lenyewe linakuwa limebeba imani ya msingi, limebeba imani ya msingi 4. Itakuwa ni namba 8, namba 9, namba 10 na namba 10 na ngapi? Na 1. Ambapo sasa unapozungumzia habari ya wokovu, fundisho namba 8, namba 9 na namba 10 na namba 11, namba 8 inahusu habari ya pambano kuu. Lakini namba 11 inahusu habari ya maisha, kifo na ufufuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Lakini namba 10 inazungumzia katika habari ya uzoefu wa wokovu. Na namba 11 inazungumzia habari ya kukua katika Kristo. Wapendwa, tuko sawa? Asante. Fundisho ambalo linalofuata ni fundisho la 4, ambalo fundisho la 4 linabeba imani za msingi 7, ambapo imani ya msingi namba 12, namba 13, namba 14, namba 15, namba 16 na namba 17 na namba 18. Ambapo sasa imani ya msingi namba 12 inazungumzia kuhusu habari ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 13 inazungumzia habari ya waliosalia na utume wao. Na namba 14 inazungumzia habari ya umoja katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 15 inazungumzia habari ya ubatizo. Na namba 16 inazungumzia habari ya meza ya Bwana. Na namba 17 inazungumzia habari ya karama ya Roho na huduma. Na namba 18 inazungumzia habari ya karama ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fundisho linalofuata ni fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha ya Kikristo, katika fundisho hili lenyewe linabeba imani za msingi 5, ambayo inabeba imani ya msingi namba 19, namba 20, namba 21, namba 22 na namba 23. Ambapo namba 19 inazungumzia habari ya sheria ya Mungu. Na namba 20 inazungumzia habari ya Sabato. Na namba 21 inazungumzia habari ya uwakili. Bwana Yesu asifiwe. Na namba 22 inazungumzia habari ya mwenendo wa Mkristo. Na namba 23 inazungumzia habari
ya ndoa na familia. Na fundisho la mwisho kabisa, le fundisho ambalo linalohusu matukio ya siku za mwisho, lenyewe lina imani za msingi zile zilizobakia. Ni ngapi sasa wapendwa? Ni mmoja tu. Ni ngapi sasa wapendwa? Tumeishia 23. Ni ngapi zinabaki? Zinabaki imani za msingi 5, ambapo katika fundisho hilo la matukio siku za mwisho lina imani ya msingi namba 24, imani ya msingi namba 25, imani ya msingi namba 26, imani ya msingi namba 27, imani ya msingi namba 28. Bwana Yesu asifiwe. Na katika imani ya msingi na namba 24 nahusu habari ya huduma ya Kristo katika hekalu la mbinguni. Na namba 25 ambapo kwa ukweli kabisa hata kwaya zilikuwa zinaimba hapa, naona ambavyo zinavyoimba. Wanakwaya, Bwana wabariki sana. Wako wanamngojea Yesu, nasi tunabarikiwa na nyimbo zenu. Tutakuwa tunatembea katika fundisho hili namba 25 ambao unaosema ujio wa pili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na fundisho namba 26 linahusu habari ya mauti na ufufuo. Na fundisho namba 27 inahusu milenia na mwisho wa dhambi. Na namba 28 ambapo ni mwisho kabisa linahusu habari ya nchi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo sitauliza maswali. Siku ya kesho tutakapoanza ndipo tutatembea katika, itakuwa linauliza kwa kile tulichojifunza leo. Kwa hivyo asubuhi kitakuwa ni kipindi kimoja. Asubuhi tutakuwa tunajifunza unabii. Lakini mchana tutakuwa tunajifunza imani ya msingi namba 25. Lakini unatakiwa uelewe hivi, usije ukachanganya. Kuna imani ya msingi na kuna msingi wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tuna msingi wa imani mmoja tu, ambao huo msingi wa imani umejengwa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Lakini kanisa linaamini katika imani za msingi 20 na ngapi? Na 8. Kwa hiyo usio unachanganya hapo. Msingi wa imani uko mmoja tu. Naamini katika Yesu Kristo pekee. Na kwa hivyo niwakaribishe sasa. Makambi yetu mwaka huu ambapo tuna kichwa kikuu ambacho kinasema, sijui iko wapi, nafikiri iko hapa, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda wapi? Tutaanza tu kesho, tutakuwa tunatembea taratibu. Wakati mwingine tumekuwa tukitumia hata hizi ambazo tukitumia vibaya. Nakwambia makambi nitakwenda kila mwaka, nitakwenda. Tena ubaya ni uzuri, fikiri nitakwenda ni jambo ambalo nipo ninakwenda na ninaendelea kwenda. Lakini wako watu wengine ni jambo endelevu. Watu wengine amekaa, ukimwambia nitakwenda, tena amevaa t-shirt imeandikwa I will go. When? Utakwenda lini? Nitakwenda. Sasa huko tunakokwenda tunapaswa twende tukiwa tunamsubiri nani? Tunamsubiri Yesu. Kwa sababu tunamsubiri Yesu,
Wapendwa, Yesu alisema ataenda, lakini atakapokwenda atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na atakaporudi tena, alisema atarudi kuja kutuchukua twende mbinguni. Na mbinguni ni ipi? Ni ile Yerusalemu mpya ambayo aliyotuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo linakuja lenye changamoto nyingi sana, ni katika habari ya kusubiri. Unaweza kuwa unaona bodaboda, wakati mwingine bodaboda wanakuaga hawana uvumilivu wa kusubiri gari inapita, lakini analala nayo tu anakwenda. Kwa hiyo usipokuwa na uvumilivu, wakati mwingine ajali zinaweza zikawa ni nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukafikiri kwamba una haraka sana, una haraka, kwa ukajikuta kuna jambo fulani katika habari ya kusubiri. Kwa hivyo katika makambi haya ambapo tutaona kwamba ujio wa Yesu Kristo ni hakika kabisa atarudi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu linaposema, linapotoka na kwenda, halirudi bure. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari ule wa 2 na wa 3, utakutana na kisa fulani ambapo Mungu anamwambia Ibrahimu, takupatia uzao. Takupatia uzao na kukubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa. Jambo ambalo lililosemwa ilikuwa ni hakika, na jambo hilo lilitimia. Lakini ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 21 na ule mstari wa 45, unakutana na kitu fulani ambacho Mungu alitimiza mambo yote ambayo aliyowaahidi wana wa Israeli kwamba atayafanya. Na alipoahidi kwamba atafanya, na hakika mambo yale yalitimizwa. Hakuna hata jambo moja ambalo halikutimia. Lakini kama nilivyosema, ukisoma kile kitabu cha Isaya sura ya 55 na ule mstari wa 11, ambapo inazungumzwa kwamba neno linapotoka katika kinywa cha Mungu halijawahi kurudi bure. Lakini pia soma kile kitabu cha Wagalatia 4 na ule mstari wa 4, na kutana na kitu fulani ambacho Yesu aliahidi. Yesu aliahidi kwamba Yesu atazaliwa. Na atakapozaliwa, kile kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4, ni hakika, ni kweli alizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 28 na ule mstari wa 1 na mstari wa 2, unakutana na kitu fulani hapo kwamba Yesu aliahidi kwamba atakufa, kwa sababu atakufa na atafufuka siku ya 3. Wapendwa, ni ukweli jambo hilo lilitimia. Na kwa sababu hiyo tunaahidiwa tena. Ni ahadi iliyotimia, sio uongo. Ni kweli Yesu atarudi tena. Waimbaji, nilikuwa nimekaa pale, waimbaji wanaimba, ni kweli kabisa. Ndio maana tumekuja katika makambi haya. Fungua moyo wako kwa ajili ya kujifunza. Ni hakika Yesu atarudi tena. Kwa sababu atarudi tena,
Umejiandaaje? Ahadi ya kurudi kwa Yesu katika Biblia, kurudi kwa Yesu peke yake imetajwa mara 1518 kwamba atarudi tena. Mara 1518 kwamba atarudi tena. Na katika Agano Jipya, katika ahadi hiyo zaidi ya mara 300 katika Agano Jipya inathibitisha msisitizo mkubwa wa Mungu katika fundisho hili muhimu kwamba Yesu atarudi tena. Hakuna unabii uliosemwa na kujadiliwa mara nyingi katika Biblia kama kurudi kwa Yesu mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama Yesu harudi, sidhani kama kuna faida yoyote ya kuishi. Lakini kama Yesu harudi, sisi sote tumepotea. Nataka niwahakikishie kwamba ni hakika Yesu atarudi tena. Ni hakika Yesu atarudi tena. Na kwa hivyo tutakuwa tunatazama kwa undani zaidi katika kambi hili. Ni vizuri ukiwa na diary yako au kalamu na daftari. Kama hutakuwa na daftari, umelisahau nyumbani, ona namna ya kufanya. Pata uona. Lakini pia napozungumzia katika habari ya ujio wa pili wa Yesu Kristo, nina imani kwamba mpaka tutatoka katika makambi haya, hatutabaki kama ambavyo tulivyokuwa hapo awali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama nilivyosema, tutakuwa na kipindi kingine cha unabii. Leo ninafanya tu utangulizi tuelewe kwa kile ambacho tutakacho kwenda kujifunza kwa muda wa juma hili zima. Tutakuwa tunatazama katika habari ya unabii. Na unabii, kuna watu wengine ukizungumzia habari ya unabii, wengine hata hawataki kusikia. Utasikia sijui mnyama, utasikia joka, sijui utasikia, yani watu wengine wanasema mimi nikifika tu hapo mpaka nachanganyikiwa kabisa. Hebu katika kambi hili mwambie kwamba Bwana zungumza nami tena ili niweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumzia tunapoishi katika kipindi hiki cha mwisho wa historia ya dunia, swali moja linabaki kwa haraka sana ambalo ninaweza kujiuliza kwamba je, kanisa liko tayari? Maswali ya dunia yanazidi kuwa magumu, kuwa hali ya kisiasa, hali ya kijamii, hali ya kidunia, na mambo yanazidi kubadilika kwa kasi. Hata akili ya mwanadamu haiwezi kufuatana nayo. Katika mazingira kama hayo, Mungu wetu kwa upole mwingi na hekima nyingi hakuacha kanisa lake bila nuru yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ameweka ndani ya maandiko matakatifu. Na kwa sababu hiyo, hazina hii ya unabii
hazina nyeti sana. Wakati fulani unaona tu kana kwamba mambo ya unabii ni magumu sana, ni kwamba tu kwa nini? Pengine huenda shetani tu na mbinu zake anataka usielewe. Kwa sababu iko siri ambayo imesitiriwa hapo. Unabii sio kwa ajili ya kututisha, bali unabii ni kupata mwelekeo, nguvu na matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Matumaini ya kweli ambayo hayategemei dhoruba, ambayo hayatetemeki. Matumaini hayatetemeki hata wakati wa dhoruba yoyote ambayo inayoweza kuja katika maisha yetu. Masomo ya unabii tutakayokuwa tukiyatazama yatakuwa yamegawanyika katika sehemu kuu 3 ambazo zitakazounda mfumo kamili tuweze kuelewa unabii wa Biblia. Sehemu ya kwanza itachunguza unabii wa Biblia ni nini, lakini pia kwa nini ulitolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ulitolewa? Ambao ulitolewa sio tu umetolewa sio kwa sababu ya udadisi ya wanazuoni, no, lakini bali kwa kinga ya kiroho na onyo la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lengo kuu la kumfunua Yesu Kristo ambaye ndiye kiini cha huo unabii. Unabii ambao Yesu Kristo ndio kiini cha huo unabii. Lakini sehemu ya pili inashughulikia swali zuri muhimu sana. Kwa nini Mungu alitumia lugha ya mafumbo? Alitumia wanyama, utaona anazungumzia habari ya sanamu. Utaona anazungumzia habari ya pembe. Utaona anazungumzia habari ya bahari. Utaona anazungumzia kwa nini Mungu alitumia lugha ya mafumbo. Tutaelewa katika lugha hili. Jibu halifichi ukweli, bali inafunua, kulinda, kuhifadhi na kuwezesha ili kuweza kupita katika kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Na lengo la unabii au lengo la masomo haya si kuzalisha ujuzi wa unabii wa vitabuni pekee, bali lengo lake ni kuzalisha waumini ambao wakiwa wamejazwa na ujuzi wa neno la Mungu wanaweza kusimama imara katikati ya machafuko ya dunia hii. Wanaweza kuwasaidia wenzao na kuona mkono wa Mungu katika historia. Wanaweza kuongoza wengine katika tumaini la kweli ambalo linalopatikana katika Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika makambi haya tutatazama na tutajikita hapo, lakini zaidi sana katika habari ya unabii tutajikita katika kitabu cha Daniel. Tutaitazama Daniel sura ya 2 na Daniel sura ile ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Siku ya kesho tutaanza kutazama kwa kina chake. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa sababu umedumu kuwa mwema kwetu.
Kwa kipindi chote tunapokuwa mahali hapa tukikaa chini ya vivuli hivi kujifunza, Roho wako Mtakatifu atuongoze. Ulinzi wako tuwapo mahali hapa ni muhimu sana. Fungua akili zetu tukapate kukusikia ukizungumza nasi. Hewa tutakayovuta ipite chini ya uangalizi wako. Chakula tutakachokula, mahali tutakapolala na eneo lote hili, hata masomo tutakayofundishwa, wewe mwenyewe utupatie. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Makambi mtaa wa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Kwa kweli umekuwa ni mbaraka wa kipekee sana na Pastor Elisha. Kwa hakika tumejifunza mengi kuhusu mafundisho makuu yetu ya kanisa, na ametupatia utangulizi ambao utatuongoza kwa wiki zima la kambi letu. Tutajifunza kuhusu nini katika kipindi hiki, na Bwana akubariki. Natumai umejifunza mengi kama ambavyo na mimi nimejifunza. Hakika. Na wakati huu sasa tutaenda kwa ajili ya ibada kuu, na kwa kweli jiandae kubarikiwa na Pastor Thomas Bihene. Jamani, mnasemaje kwa Pastor? Wangapi wako tayari kwa ajili ya mbaraka wa Pastor? Mungu awabariki sana. Na kwa sababu hiyo sasa, na wasaa huu praise team watakuja hapa kutuongoza na ule wimbo wa mkutano, wimbo nambari 161. Tutasimama sote tumtukuze Bwana. Mungu awabariki sana. Na mara baada tu ya wimbo, Pastor Thomas Bihene atasimama kutubariki kwa somo katika jioni ya leo. Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mkutano tusimame tuimbe wimbo namba 161. Piga panda ya makelele. Yesu yuaja tena. Piga panda ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaze sauti, imba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja